asifiwe. Haleluya. Kipekee namshukuru Mungu sana kwa nafasi ya leo. Niliwahi kuota kwamba nitakuwa hapa siku moja. Nikisema kuota simaanishi nimelala, kulingana na yale ambayo yalikuwa yanaendelea hapa. Nilidhamiria kwamba siku moja nitapata nafasi ya kuweza kufika pale na kuwaona ndugu zangu. Amen. Ninyi ni ndugu zangu katika Kristo. Na moyo wangu unafurahia sana. Mimi ni kijana ambaye nampenda Mungu. Ni kijana ambaye nampenda Mungu, na kwa sababu nampenda Mungu nimeacha mlango mkubwa sana wazi wa kuweza kurekebishwa pale ninapokosea. Umbali wa mtumishi yoyote katika safari yake unategemea pia na unyenyekevu alionao kuruhusu watu wengine kumuongezea kitu cha kumfanya bora kesho. Kwenye mambo ya Mungu huku haupimwi kwa kujua sana maandiko, unapimwa kwa kuyaishi sana maandiko. Kukariri maandiko haitoshi. Unaweza kukariri vizuri sana, lakini kama hauyaishi ni bure. Kwa hiyo mimi kwa sababu ya kumpenda Mungu nimeacha mlango mkubwa sana wa mtu yote kuweza kurekebisha pale ambapo anahisi au ameona nimekosea. Na mimi nikipima nikigundua nimekosea, na kwa mwepesi kukubali. Mtumishi wa Mungu mimi nimembeba kwa muda mrefu kwenye maombi kama ilivyo kawaida. Na nilimbeba nikiwa sitegemei chochote. Nikiwa sitegemei kumuona live, nikiwa sitegemei hata mtu yoyote kunipongeza kwa chochote. Lakini kwa sababu ya kazi anayoifanya kwenye mwili wa Kristo, mimi nilidhamiria nikasema huyu ni ndugu yangu katika kazi. Kwa hiyo wanapochechemea kwa sababu ya majeruhi aliyopata vitani, nitakuwa mtu wa pekee kama nitakimbia vita na kuacha mimi. Kwa hiyo bora ni gani ndugu wake aliyopata jeraha, tutiane mambo pamoja, tusonge mbele. Kama nchi yako ni ya kupigwa makofi na kupongezwa na kushangiliwa na watu wote, wewe hujafanya kazi ya Mungu bado kabisa. Bado. Kama nchi yako ni ya kuonekana wewe ni bora kuliko watu wengine, nchi yako ni ya kuwafanya watu wengine wakuone kama Mungu mtu, bado hujafanya kazi kwa kufanya Mungu bado kabisa. Lakini kama ni mtu ambaye umejivika msalaba wa mateso, matukano, dhihaka za namna na huachi kwa namna yote ile, maana wewe ni mmoja wake, ni mmoja kati ya watu ambao wameshiriki mateso ya Kristo katika kuwakomboa watu wake. Huyu baba anaonyesha dhahiri, hamna asiyemjua kwenye taifa la Tanzania. Kama kuna mtu amjui baba, basi haiko mitandaoni basi. Lakini kwa mtu ambaye kwa mitandaoni na anafahamu kazi ya Mungu ni nini na anafahamu utumishi ni nini na gharama zake, huyu ni mtu ambaye ni kioo kikubwa cha kila mtumishi anayependa injili ya kweli kujitazama. Je, hivi ndivyo? Ninapoona kuna kosa fulani linafanyika serikalini, hakuna mtu anayenyanyuka na kuzungumza, na mimi ni ungana wale nyamaza. Ukiona unaungana wale nyamaza kunyamaza, maana yake ni mtu ambaye hauna picha halisi ya aina ya watu Mungu anaowataka kwenye taifa hili, lakini pia atakaowajilia baada ya kazi hapa duniani. Kwa hiyo moyo wangu mimi umekuwa wazi sana kwa mzee huyu, na ndio maana hata aliponikosoa mahali, sikuona kama nina cha kujibu ambacho ni kibaya juu yake. Sikuhofia chochote nani atasema nini. Nilionyesha moyo wangu kwake kwamba mimi ni mtoto, yeye ni baba. Na hawi baba kwa sababu ni zake kiroho, hapana. Mimi sijai kula meza ya kiroho ya mzee Barikiwa. Lakini kwa sababu ya kazi anayoifanya kwenye taifa hili, anastahili kupewa heshima na kila mtu ambaye anaamini Kristo. Kwa sababu anachokifanya si tu kwamba anajenga mwili wa Kristo pekee, hata mpagani kabisa, mtu ambaye haendi kanisa lolote, akimsikiliza huyo baba anayoyaongea kwa ajili ya haki juu ya taifa hili, lazima atasema huyu mtu ana kitu cha kimungu ndani yake. Nafahamu kuna gharama ya kuambatana naye, nafahamu. Lakini mimi sijali tena. Kwa nini sijali? Kuna lile andiko liko pale, nasemaje? Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Mimi napenda kusema kwenye harakati zangu za kupambania haki ya taifa hili, nasemaga hakuna adhabu kubwa inayozidi kifo. Mtu akikutesa hatima hayo yote ni nini? Kifo. Kwa hiyo na bahati nzuri hatufi mara mbili, tunakufa mara hii moja.
Kwa hiyo ukifa kwa sababu ya haki, wewe ni bora kuliko kuishi maelfu ya miaka na hujafanya chochote kwenye maisha yako. Kuishi bila kujua kusudi ni kama mtu ambaye ni kipofu. Hawajui chochote na haoni chochote. Kusudi la Mungu kwetu sisi wote wakati tupige makofi hapa yaishi. Tunatazama wapi hapanajengeka, wapi hapana picha ya Mungu. Wewe kama mtu wa Mungu unaileta picha ya Mungu kwenye hayo, kwamba kama mimi najua Mungu angekuepo anaongoza hii nchi, asingeongoza hivi. Kwa sababu hiyo ongoza hii nchi, napaswa kuongoza hivi. Na hii sio kazi ya mzee Barikiwa peke yake. Hii ni kazi yangu mimi, ni kazi yako na wewe. Wokovu hauishi kwenye kunena kwa lugha brother. No. Wokovu hauishi kwenye kutoa sadaka nyingi. No. Wokovu unakutaka upige kelele. Hata kama ni kwenye serikali ya mtaa, kuna kitu sawa. Usiseme baba ataongea, wewe uko hapo, ni sauti ya Mungu. Kemea. Unastahili kukutibiwa, kuna haki yako unaipata. Useme basi mimi namwachia Mungu. Hiyo sio yako. Zungumza, ongea, tamka. Kama wako watu walioteswa na kunyanyaswa kwa sababu ya injili hii, wewe ni nani basi unakwepe hayo? Aliyekuambia kuja kwa Yesu huku ni kupiga makofi na kucheza, amekudanganya. Huku ni kung'ang'ana mpaka mwisho. Na kwenye kung'ang'ana kuna maumivu, kuna mateso, kuna mpaka kujeruhiwa. Wakati mwingine hata maisha yako yanakuwa rehani. Lakini kwa sababu kufa kwetu ni faida, hauna sababu ya kunyamaza. Kwa hiyo wewe jipime sasa kwenye injili yako wewe. Nini unachokifanya? Kwa kama injili yako wewe ni kuatia tu watu moyo, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Kabla hujamwambia maneno, Mungu amekuwa akimbariki na ndio maana umemkuta akiwa hai hajafa. Kwa hiyo wewe angalia ni wapi panapovuja, ziba hapo. Ndio maana mzee pamoja na ukubwa wa Dennis kwenye taifa hili, alipoona mnasema inavuja, hakunyamaza. Na mimi nilijua labda atanipigia tasema niambie brother au kijana wangu, hapo sio, lakini kalipua kule kule juu. Mimi sio mtu wa mitandao sana kuperuzi, lakini walinitumia vijana wangu na mke wangu wakiwa na pressure, umekosea nini huko? Hajafungua bado, umekosea nini huko? Mbele yao nikamwambia msogope. Nikafungua, nikasema kwa sababu nafahamu moyo wake, yeye kazi yake ni kukosoa hiyo kudhibiti. Haina haja kusema mmoja nikasikie siri nitamwambia. Hapa. Aweka pale, tukasikiza wote kwa pamoja, tukaisha kufurahi. Walio tamani kunisikia nikisema, "Huyu mzee amezeeka, huyu mzee amekosa maono." Walishangaa nikisema yule ni baba yangu. Na leo nimefanikiwa kwa sababu nimekuja kwa baba, amenipa hekima nyingi sana. Nimekuwa kuna muda nilikuwa naongea nashika simu yangu, sio alikuwa na chat. No, kwa naandika hekima. Itasaidia hapo mbele. Mimi nitakuwa mkono waziwazi, asirini. Na ukiona kuna sema iko sawa, wewe niambie tu. Mtu yoyote anayeenda mbali, sasa hii ni kuelewesha. Mtu yote anaenda mbali ni kwa sababu kuna watu wamemuonyesha na kuenda. Amen. Ukiona unaitwa njoo, hivi sivyo, anakuambia anaona unakwenda, anajua hii njia hii utajikwaa pale, kwa anakuambia mapema. Sasa wakati mwingine kwenye kuonywa kuna maumivu, hutaona kwa njoo ulichagua. Mimi nilitegemea atanipigia simu kwa sababu kuna namba zipo tu, lakini akalipua kule kule. Ni njia ya maumivu. Mimi nashirika, lakini hakujali hiyo. Akanipiga maneno kule kule. Na mimi kalinasa. Nikasema hapana, tiketi ya ndege kwanza. Leo niko hapa sasa. Lakini kwa sababu ya kanisa ni mtoto, niliongeza zingine. Mungu akubariki sana. Hii haitakuwa safari yangu ya kwanza. Nitakuwa nakuja kujifunza. Na mimi ni sehemu ya kikosi kazi. Wewe ukiona mtu wewe tu, yetu hapa. Amen. Lakini kilichonifurahisha zaidi, leo bwana nimeona mzee Barikiwa akicheka bwana. Jamani nani ana kuzulia zaidi. Amen. Mwenyewe analijua nini? Anajua tunacheka nao sana. Sana.
nimeuliza hilo hata online kwa jibu yake. Nimejibu kwa watu wengine watayapata. Nashukuru sana. Asante sana. Mimi niite tu. Unaona kuna jambo liko sawa? Kama kulikuwa hewani sawa. Asante. Kama kuniita nitakuja. Na kwa sababu ya kudhihirishia dunia, nifahamu kama mimi ni mtoto. Mbele madhabahu hii, Mungu nibariki mzee wangu. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa kweli, Mungu wa watu, Mungu wa vitu, Mungu wa vyote, Mungu wa wote. Una siku na wakati, una majira, una makusudi ya binadamu na wanadamu. Katika miaka mingi ya kupita jangwani ya upweke, lakini miaka imeenda, naona kwa mbali nguvu ya uyoga unachipua. Kwa mbali iko mioyo inainuka. Unaipandikisha mioyo yenye roho yako. Wale wengine mbele ya kijana huyu na hata mbele ya watu wengine. Kuna mara nimetumia neno mbaya kusikika masikioni mwa watoto wangu na hata mke wangu, ya kwa Mungu nitamani wakati wote nione walau watu watakaoanza kuinuka, wenye moyo wa huruma, wanaoweza kuwa sauti ya wanyonge, kuwa sauti ya wasioweza kuongea, watakaotumia neno lako. Tuache mbali wanasiasa ambao huongelea watu wakiwa na winda madaraka, lakini wako watu wako ambao huongelea watu kwa ajili ya utu wao na kwa ajili ya maisha yao. Mungu, kwa mbali naona uyoga unachipua, na miongoni mwa uyoga huo ni kijana huyu na wengine wengi niliokutana nao siku za karibuni. Naomba Mungu kusudi la milele likawe ndani ya kijana huyu, kamuongoze katika njia zote zisizo na majuto, zenye thawabu na baraka kubwa ya milele inayopita fahari na takataka zote za hii dunia. Nambariki kwa neno, nambariki kwa jina lako, nambariki kwa mkono wako. Nimeweka mkono wangu juu ya kichwa chake kwa niaba ya mkono wako. Wewe Mungu uchunguzaye siri, wewe Mungu ni kiongozi wa kweli. Ninaomba kamuongoze kijana huyu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana baba. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, sisi hatuko wengi sana, lakini leo nadhani natangaza fulani kuambia pale kwamba nimewaagiza wafunge masaa 24 na isi imesabaki. Sisi kipande kubwa kanisani hapa wanaume ni wengi kuliko wanawake. Lakini isi tangazo la wafunge masaa 24 kwa lazima. Kama inawezekana wengine nimewakuta wakiwa wana utayari kivile. Wamejua hatujui mzee ataenda kuuliza nini. Tukienda kwenye ibada jioni. Kuna si kawaida hivi. Kawaida upungufu huu. Lakini kwa sababu tunatangaza hilo, ila sisi pia tuamini katika wingi. Sio lazima wawepo wengi. Kuna siku unaweza kutukuta wachache kuliko hivi na tumefurahi kuliko jana. Lakini leo kwa sababu sura nyingi hapa ni zile ambazo sijawahi kuona zikikosa. Sasa nimeshtuka. Kuna kitu umenishtua hapa kanisani. Kifuatilia mahubiri ambayo nimehubiri jana nimeshindwa hata kuelewa, nikatisha tu. Lakini jana juzi na nitakaendelea nayo, sikuwahi kuwa na kanisa hovyo kwa kiwango bilipo sasa hivi. Sikuwahi kuwa na kanisa hovyo. Nimeshtuka, nimeshangaa kwa namna ambavyo wamekuwa sasa. Kwa hiyo na wenyewe sasa ni kama naogutua. Baba ni kama anaanza kutuchapa viboko shuleni. Kwa hiyo kuna kwa sababu kwa mfano leo niwaagiza usienda kuhubiri mtaani. Nitakufukuza uende kuhubiri usiku huo. Kuna siku nawahi kuwafukuza. Kuna ndani vyote hivi vimehusika leo. Kifungo, alafu pia niliwaagiza leo wote waende wakahubiri huko mitaani. Kwa hiyo naishi wengi wao hapa hawajafanya. Hata waliokuja wengine wamejilipua tu kwamba kama kitufukuza sawa tu. Kwa hiyo sasa hayo mengine ndio ukisikia sasa wanasema hubiri, basi wafuatilie kwenye live. Wengine makemeo nilionao kwa hao huenda ni makubwa kuliko nilionao kwa mitaani, lakini kama anayofanya wawe imara kwa sehemu na kadhalika, na wewe wengine unaweza kuwa imara kama watakusaidia katika yale machache ambayo unaweza nikahusika kwenye maisha yako. Asante sana. Asante sana.